Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka watendaji wa mahakama kutenda haki, kuendana na wajibu kwa kusimamia dira ya mahakama inayosema haki sawa kwa wote. Wanawake wa Kristo nchini wamekumbushwa kuwa na kiu ya kujua neno la Mungu na kuacha maombi ya papara haswa nyakati za majaribu, na badala yake wasimame imara kiimani. Jeshi la polisi nchini limesisitiza kuwa suala la ulinzi na usalama si jukumu la serikali pekee bali ni la kila mwananchi. Na katika habari za kimataifa, idadi ya waliofariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini Myanmar imeongezeka na kufikia watu 3,300 huku mratibu wa masuala ya kiutu wa UN Tom Fletcher akitoa wito mpya wa msaada zaidi kwa nchi hiyo. Mtazamaji, ni wakati mwingine tena tunakutana habari za Jumamosi ya hii leo. Karibu katika habari. Mimi ni Francisco Nongolo na kusomea habari za kitaifa na zile kutoka mataifa mbalimbali. Utabiri wa hali ya hewa huu ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, na kukumbusha kutufuatilia kwenye kurasa za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, bila kusahau X, huko tunapatikana kama Upendo Media. Karibu kutufuatilia kwa taarifa kabambe. Mimi huko kote, jina langu ni Francisco Nongolo. Basi tuanze kuangazia habari kitaifa, tukianzia jijini Dodoma, makao makuu ya nchi, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka watendaji wa mahakama kutenda haki, kuendana na wajibu kwa kusimamia dira ya mahakama inayosema haki sawa kwa wote. Rais Dr. Samia ametoa wito huo wakati akizindua majengo ya mahakama, ikiwemo jengo la makao makuu ya mahakama ya Tanzania, jengo la tume ya utumishi wa mahakama na majengo kwa ajili ya makazi ya majaji, na kuongeza kuwa serikali tayari imeweka bajeti na miundombinu bora, hivyo iwe chachu kwao kuimarisha zaidi utoaji haki kwa wananchi. Kama serikali tumefanya wajibu wetu wa kuwawekea mazingira wezeshi yote ya kufanyia kazi, lakini na ya mifukoni. Hivyo basi ni imani yetu kuwa mtatutendea haki pia kwa kusimamia kikamilifu dira ya mahakama inayosema haki sawa kwa wote na kwa wakati. Bajeti, ajira za watumishi na miundombinu iliyowekezwa na serikali iwe ni chachu kwenu ya kuimarisha zaidi utoaji haki kwa wakati, kwa wote, bila kujali hali ya mtu, huba wala upendeleo, kama kwenye kiapo chenu ninachokipenda sana. Nasema nitatoa haki kwa wote bila kujali huba, upendeleo, nini wala chuki. Kile kiapo nakipenda sana. Kwa hiyo naomba mkakitekeleze kile kiapo mnachoapa. Jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania Profesa Ibrahimu Hamisi Juma ameeleza historia ya ujenzi wa mahakama hiyo. Amesema imechukua miaka 104 kwa mahakama ya Tanzania kupata funguo za majengo yake rasmi, na huku akisema wazo hilo lilianza mwaka 2011 ambapo eneo la awali lilipatikana Chimara katika mkoa wa Dar es Salaam. Jengo hili, Mheshimiwa Rais, la mahakama ambalo umelizindua leo, mimi linanikumbusha historia ya muda mrefu sana, kwa sababu mimi hupenda kurejea historia, kwa sababu ninaamini huwezi kujua Tanzania ijayo bila kujua tulikotoka na changamoto tulizopitia na namna gani tuliweza kukabiliana na hizo changamoto. Tanzania haikuanza leo, mahakama haikuanza leo. Kuna historia ya muda mrefu ambayo hili jengo ukiliangalia kwa makini kabisa linakupa hiyo historia. Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Damas Ndumbaro amesema serikali imefanikiwa kupunguza msongamano wa mashauri mahakamani kupitia kampeni za msaada wa kisheria katika mikoa 23, na kwamba zaidi ya wasaidizi wa kisheria 2205 wamepatiwa mafunzo na taasisi za kisheria zimeongezeka kutoka 84 hadi 387. Mheshimiwa Rais, umeimarisha sana sekta ya haki, sio tu kwa kuunda tume ya haki jinai kuchunguza mifumo ya haki jinai, tume ambayo imeongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, lakini umetekeleza kwa vitendo, na tunaona sasa misongamano magerezani imepungua na kesi zinakwenda kwa kasi sana. Mheshimiwa Rais, naomba leo Tanzania ifahamu na Afrika ifahamu na dunia ijue kwamba jengo ambalo umetuzindulia linakuwa la nafasi ya 6 kwa ukubwa duniani,
narudia, nafasi ya 6 kwa ukubwa duniani na nafasi ya kwanza barani Afrika. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema jengo jipya la makao makuu ya mahakama ya Tanzania si tu kwa ajili ya huduma za kimahakama bali ni urithi wa kipekee unaoleta hadhi, fursa za kiuchumi na kuvutia wageni kutoka ndani na nje ya nchi. Iona kwa dhati jinsi ambavyo wakati wote umetamani Watanzania watendewe haki, lakini jinsi ambavyo umetamani ardhi ya Tanzania iandike haki kwa kila Mtanzania anayekanyaga katika nchi hii. Mtazamaji, ni katika uzinduzi huo kule makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Na hivi sasa basi tuelekee mkoani Pwani. Wanawake wa Kristo nchini wamekumbushwa kuwa na kiu ya kujua neno la Mungu na kuacha maombi ya papara, haswa nyakati za majaribu, na badala yake wasimame imara kiimani na kutulia wakati wa maombi ili kuweza kupata majibu ya mahitaji yao kama ilivyokuwa kwa mwanamke Mshunami. Hayo yameelezwa na mkuu wa jimbo la Magharibi Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Mchungaji Antamuro, wakati akifundisha kwenye ibada maalum ya mafundisho ya maadhimisho ya Pasaka yaliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake wa jimbo hilo. Amesema wanawake wamepata kibali cha kubeba habari njema kutoka nyakati za Yesu, hivyo wanapaswa kuwa wajasiri kifua mbele katika kutenda kazi za Mungu. Inatupa sasa ujasiri wa kuwatia moyo wanawake katika kanisa kwamba wao ni wabeba habari njema na kwamba shughuli zao mbalimbali wanazozifanya katika kanisa ni za muhimu sana, kwa sababu Mungu anaziona na Mungu ameandaa baraka yake na nguvu yake kwa ajili yao. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake jimbo la Magharibi Lucy Kombe amewashukuru wanawake kwa kuitikia wito huo, kwa kuwa kanisa linabebwa na wao, na huku akitoa wito kwa wengine wasiofika kwenye makusanyo mbalimbali yanayoandaliwa na kanisa wafike bila kukosa ili kupata maarifa mbalimbali. Shukuru sana wanawake waliofika kwa siku ya leo, kwa sababu tumepata mambo mbalimbali ambayo yanatusaidia kwenye akili zetu na katika maisha yetu. Pia wale wasiofika, ninaomba wakipe kipaumbele matukio yanayotokea ya kikanisa, tuwe tunafika kwa wakati, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavipata vizuri sana. Nao baadhi ya wanawake waliohudhuria kongamano hilo wameshukuru Umoja wa Wanawake wa Kanisa kwa kuratibu siku hiyo ambayo kwa mwaka huu maadhimisho yamebebwa na ujumbe wa usinipunguzie mwendo na kwamba umekuwa wa baraka kwao. Swala la ukarimu, mimi ndo nimetoka nalo hapo. Swala la ukarimu, tujifunze, wanawake tumeambiwa tujifunze kuwa wakarimu. Kingine tumefundishwa kuhusu afya ya akili, ambacho ni kitu ambacho kinasumbua wanawake wengi. Weka akiba, siku nitakapopata shida yoyote na kumwambia Mungu, ukumbuke sadaka yangu. Atakapokumbuka sadaka yangu ya utumishi wangu, nilipomhudumia yule mtumishi, nilipomhudumia yule ambaye alikuwa hawezi, basi malaika naye atanihudumia mimi sawa sawa na ombi langu. Wale wamama ambao hawajaja wamejipunguzia mwendo wenyewe, na washauri wasijipunguzie mwendo kwa kutohudhuria mafundisho kama haya. Tusipunguziane mwendo. Mwendo ni kwenda kwa Yesu. Yesu aliteswa kwa ajili yetu, na sisi tunafurahia ushindi kwa sababu tunaamini Yesu atashinda. Ameshinda kifo na mauti na bado atashinda na anatushindia. KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani ina utaratibu wa kuadhimisha maadhimisho ya Pasaka kwa kila jimbo ambayo huratibiwa na Umoja wa Wanawake. Mtazamaji, ni taarifa hiyo kutokea huko katika mkoa wa Pwani, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Inatufanya sasa tuangazie taarifa nyingine, na moja kwa moja ni katika jiji la Dar es Salaam. Chama cha Mapinduzi CCM katika mkoa wa Dar es Salaam kimesema kitaendelea kutekeleza ilani ya chama hicho kwa kukamilisha miradi yote katika jamii kama ambavyo kiliahidi wakati wa uchaguzi mkuu wa rais wa bunge la madiwani ili kuondoa kero zinazowakabili wananchi. Mwenezi wa CCM katika mkoa wa Dar es Salaam, Ali Bananga, amesema licha ya changamoto mbalimbali ambazo chama kinakutana nazo katika utekelezaji wake wa ilani, lakini bado kitaendelea kufikisha huduma muhimu katika jamii. Awali nilipata nafasi ya kuzungumza na Mwenezi Bananga kujua namna gani Chama cha Mapinduzi kimetekeleza miradi ya maendeleo katika mkoa wa Dar es Salaam kama ambavyo kiliahidi.
Kwanza niseme naridhika nayo. Katika kikao cha RCC kilichopita kwa maana ya kamati ya mashauriano ya mkoa ya maendeleo ya mkoa, utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM katika mkoa wetu wa Dar es Salaam imevuka 80% ya yale ambayo tulikusudia kuyafanya yamefanyika kwa kiwango ambacho sisi kama wenye ilani tumeridhika. Bado kuna mapungufu katika maeneo kadhaa katika sekta ya maji, kuna mapungufu kuna sekta ya miundombinu kwa maana hasa barabara za ndani ambazo ziko chini ya TARURA. Tuna mapungufu kwenye baadhi ya maeneo, changamoto ya low voltage ya umeme, kwa sababu na yote majibu yake. Kwa mfano la low voltage, wakati tumeboresha miundombinu, tumeboresha kiwango cha umeme, sasa ni ubadilishaji wa miundombinu ya umeme, kwa sababu nyaya zilizokuwepo ni zilizokuwa za kubeba umeme mdogo, yani ni chakavu. Kwa kuna mabadiliko ya kuweka hizi armored cables za ardhini na kubadilisha transformer na kuongeza transformers kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano watu wa Kigamboni, maeneo mengi ya Kibada kuna umeme mdogo. Kwa hiyo shirika la TANESCO limepeleka transformers na mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna hizo ndo changamoto. Barabara zinaendelea kukarabatiwa, lakini mabadiliko ya majira yamekuwa ni changamoto. Wakati tunajaribu hizi barabara nyingi za changarawe, zinapokuja mvua Dar es Salaam, watu wote tuna mashahidi kwamba mvua zinakujaga zinakuwa zimezidi kiasi, kwa sababu mafuriko ni mengi kuliko mvua inaonyesha katikati ya mji. Hata juzi tuliona eneo ya Jangwani yalifungwa, alafu Dar es Salaam hakuna mvua. Kwa hiyo tuna changamoto hiyo. Na nichukue pia nafasi hii kusema kwamba mkandarasi wa ujenzi wa daraja la kutokea Magomeni mpaka Faya, kwa maana maeneo yale ya Jangwani, amekushapatikana, na wakati wote kazi ile itaanza kujenga daraja la juu katika maeneo yale ya Jangwani. Kwa hiyo kuna swala la miundombinu bado changamoto ipo, lakini ambayo hali ya hewa itakapotengemaa, barabara zitarekebishwa ili kuendana na angalau zio zinaweza kupitika muda wote. Lakini tunaporudi kuna swala la afya, ujenzi wa hospitali za wilaya umeendelea kwa kiwango kikubwa. Leo tuna hospitali nyingi za wilaya tofauti na ilivyokuwa awali. Maboresho makubwa yamefanyika katika hospitali za mwanzo ambazo tunazifahamu, kwa maana ya Mwananyamala, kwa maana ya hospitali ya Temeke na hospitali ya Amana. Sasa zimekuwa ni hospitali za rufaa. Lakini sasa tuna hospitali za wilaya, kwa maana kuna ya Mabwepande na maeneo kadha wa kadha. Lakini tumekuwa na vituo vikubwa vya afya. Tunajaribu sana kuondoka kwenye zahanati, sasa tuwe na vituo vya afya ambavyo vitakuwa vinahudumia masaa 24, kuongeza waganga na waganguzi pamoja na vifaa tiba. Okay. Kuna swala la elimu yamefanyika makubwa kwenye shule zetu nyingi. Sasa kuna shule za michepuo ya Kiingereza, English medium, kwenye shule zetu za misingi za serikali. Maeneo mengi tuna shule hizi za English medium. Kuna hiyo iko ya Mapambano, kuna ya Kigogo, kila mahali kumekuwa na hiyo, angalau kuboresha mfumo wetu wa elimu. Lakini katika elimu ya sekondari, kila shule ya sekondari unaoifahamu ndani ya Dar es Salaam, madarasa yasiyopungua 5 kwenda mbele mpaka 10 yameongezwa kutokana na ukubwa wa eneo. Madarasa tena ya kisasa ambayo yanakidhi maelekezo yaliyotolewa, kwa maana ni madarasa yenye vioo tofauti na ilivyokuwa awali, madarasa yenye feni tofauti na ilivyokuwa awali, na yenye nafasi kubwa, madirisha, yani ni darasa ambalo limekaa kisasa na chini kuna tiles tofauti na ilivyokuwa awali. Kwa maelekezo ambayo tumepewa na mkuu wetu wa mkoa, kwamba mpaka Oktoba mwaka huu barabara nyingi za mwendokasi zitakuwa zimekamilika na huduma ile itakuwa imetengemaa. Mpango mkakati kama nilivyosema ni kuwa na mabasi mengi yatakaowezesha mtu
kwamba kuja na mjini na gari ni utashi tu wa kawaida, lakini unaweza kutumia usafiri wa umma ukaenda kazini na kurudi nyumbani kwako, kwa sababu utakuwa usafiri huu umeenea karibu kila mahali Dar es Salaam. Okay, sawa. Tuangazie hili. Wewe uko katika jiji la Dar es Salaam ambalo ni jiji la kibiashara. Binamu, hapa karibuni umeshuhudia mgogoro ambao umetokea kwenye soko la Kariakoo. Wawekezaji kutoka mataifa mengine wanaonekana wako wanafanya shughuli ambazo hazipaswi kufanywa na wawekezaji. Chama cha Mapinduzi ndio watekelezaji wa ilani, yani serikali inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye hili nyinyi mnasema nini? Unajua Kariakoo is a hub ya uchumi, sio tu Dar es Salaam lakini ni nchi. Ndivyo mahali mpira unaanzia. Ndio jibu jepesi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kulizingatia hilo, sasa inaweka kituo kikubwa cha uwekezaji pale maeneo ya Ubungo ilipokuwa stendi ya zamani, kwa kushirikiana na serikali ya China. Manispaa ya Ubungo iliweka uwekezaji mkubwa wa majengo. Tutakuwa kuna one stop pale, tunaita one stop, ambayo itakuwa mizigo, yani huna sababu ya kwenda China. Kwa wafanyabiashara wetu watakuwa wanapata mizigo pale, mawakala, dealers na vitu kama hivyo watakuwa wako pale, ili angalau kuweza kusaidiana. Kuna hili neno umelizungumza la Wachina, wao Kariakoo wanafanya shughuli za kawaida. Ni kweli, yani wamezidi, wanafanya vitu ambavyo ni normally watu vinaweza fanya na Tanzania. Lakini ukienda Guangzhou China, unakuta wa Tanzania nao ni wengi, licha kuwa kwamba natamani wao wanaokuja huku ni ma-expert zaidi kuliko wale machinga tu wa kawaida. Yani aje expert alafu yeye atoe hiyo ajira kwa Tanzania ya kufanya, kwa sababu wako ambao wanaweza kufanya hizo ambazo wao wanazifanya. Lakini kiukweli na uhalisia, hata sisi kule tupo wengi, na kama wakatatuangalia wataanza pia nao kusema kama ambavyo na sisi tuna. Haya ni mazungumzo yangu hayo na Bananga Ali Binam, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Dar es Salaam, ambapo nimezungumza naye awali. Na tuendelee sasa na habari, tuelekee kule Geita, ambapo jeshi la polisi nchini limesisitiza kuwa swala la ulinzi na usalama si jukumu la serikali pekee, bali ni la kila mwananchi, kwa kuhakikisha wanashirikiana na vyombo vya dola kupambana na vitendo vya uhalifu na ukatili. Kauli hiyo imetolewa na kamishna wa polisi jamii CP Faustin Shilogile wakati wa semina elekezi ya kupinga vitendo vya ukatili na uhalifu vilivyofanyika mkoani Geita chini ya udhamini wa kampuni ya uchimbaji dhahabu ya Geita Gold Mining Limited GGML. Nyingi zitokanazo na ulinzi shirikishi pale ambapo jamii inashiriki kwenye masuala ya ulinzi kwa kushirikiana na vyombo vya usalama. Faida hizo ni kama ifuatavyo. Kwanza, kuimarisha usalama. Kwa kushirikiana na polisi, jamii inasaidia kuzuia uhalifu kabla hujatokea. Kwa maana wao wanaweza kubaini na kuzuia na kutoa taarifa kwa askari ambaye yuko kwenye ile kata ili aweze kushughulikia uhalifu huo. Pia kupitia taarifa kutoka wananchi, polisi wanaweza kuchukua hatua za haraka dhidi ya mhalifu ama wahalifu walio katika eneo husika. Lakini vile vile faida ya pili ni kujenga mahusiano bora kati ya polisi na wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha polisi jamii na usalama ndani ya GGML Munyizo Tumbo amesema mgodi huo unaamini kuwa amani ya Geita ni msingi wa usalama wa shughuli zao. Tunaamini Geita inapokuwa salama, basi na mgodi unakuwa salama, na mwisho wa siku mkoa unapata maendeleo, lakini kwa ujumla taifa zima la Tanzania. Jukumu la ulinzi letu sote sisi wa Tanzania, na Tanzania italindwa na Watanzania. Naye mwakilishi wa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Geita Dr. Modesti Buchoda ameeleza kuwa uwepo wa jeshi la polisi una mchango mkubwa katika kulinda maendeleo ya wananchi. Huwezi kujua kama jeshi la polisi ni muhimu mpaka upate changamoto. Unapoona hakuna kelele na hujui kama polisi yupo, ujue kazi kubwa inafanyika. Ndio maana nimesimama
Nishukuru. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo amewataka wananchi kuwa mabalozi wa amani na kupinga vitendo vya ukatili ambavyo vimeendelea kuibuka katika baadhi ya maeneo katika mkoa huo, huku wananchi mbalimbali walioshiriki katika semina hiyo wakiwemo viongozi wa waganga wa tiba asili na wasanii wa mkoa wa Geita wakipongeza jitihada hizo na kuahidi kushirikiana na jeshi la polisi katika kuimarisha usalama hapa nchini. Na nyie mliomo humu ndani wote ni mabalozi. Ukatili wa jinsia na watoto unafahamika na changamoto tulizonazo mkoa wa Geita zinafahamika. Watoto wa kiume wanalawitiwa, watoto wa kike wadogo wanabakwa, lakini wanafunzi wanapata mimba wakiwa mashuleni. Nimewaita kama mabalozi, twende tukaipeleke hii elimu tuliyoipata kwa jamii, mkitusaidia sisi jeshi la polisi. Tumejengewa uwezo wa kuweza kufanya kazi nzuri za kuaminika pasipo kutengeneza uvunjaji wa sheria, kwa sababu jamii tunatakiwa tuende tukaishauri. Mimi nikianza kwa hii semina naona ni kitu kizuri sana, kwa sababu ni kitu ambacho kimetufungua na tumejua nini ambacho tunahitaji kufanya na nini ambacho hatuhitaji kufanya. Kuna mambo mengi sana yalikuwa hatuyajui, lakini kupitia hii semina tumejua vitu vingi sana. Na sasa tuangazie habari nyingine, tuelekee kule mkoani Pwani. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Daktari Doto Biteko amewataka Watanzania kutegemea kupata umeme wa uhakika baada ya mradi wa kufua umeme kutoka bwawa la Julius Nyerere uliokuwa ukisubiriwa kwa shauku kubwa na Watanzania kukamilika rasmi. Waziri Biteko amesema hayo leo baada ya kutembelea mradi huo akiwa ameambatana na mawaziri ambao ni Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mheshimiwa Hamadi Masauni. Amesema hivi sasa mitambo yote 9 inafanya kazi, ambapo amefafanua kuwa kukamilika kwa mradi huo kumechangiwa na maono ya Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, ambaye aliupokea mradi ukiwa katika 33% ya utekelezaji wake, na ndani ya kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake ameweza kukamilisha mradi huo. Sasa tumekuja hapa leo kuangalia, kujiridhisha. Bila shaka tutapanga tarehe ya kumwomba Mheshimiwa Rais aje azindue mradi huu. Wale wa Misri ambao ni wadau wetu wakubwa wameomba rais wao na yeye aje kwa ajili ya kuzindua. Tunaangalia ratiba ya Mheshimiwa Rais itakaporuhusu, na wakati utakaporuhusu tutawapeni taarifa ni lini tutakuja sasa kuuzindua rasmi mradi huu, na tayari Watanzania watakuwa wameshajua kwamba shughuli ya bwawa la Mwalimu Nyerere imefika mwisho. Tuendelee kuutunza ili uweze kuhudumia kwa muda mrefu na vizazi vyetu vinavyokuja. Na washukuru sana waandishi wa habari. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema kukamilika kwa mradi huo ni ukombozi wa kiuchumi, huku Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mheshimiwa Hamadi Masauni akisema Tanzania imeingia katika historia barani Afrika, ambapo amesema kazi kubwa iliyobaki ni kutunza vyanzo vya maji ili kulinda mradi huo. Kwa jambo kubwa la msingi ambalo tunatakiwa tulifanye ni kuhakikisha kwamba kama serikali kupitia wizara hii tunashirikiana na wizara yako kuweza kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabianchi ili mradi huu uweze kutumika wakati wote unapohitajika, na hasa kipindi ambacho ni cha ukame. Kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi kwa karibu na wizara yako kupitia taasisi zetu mbili, taasisi hii ya TANESCO pamoja na taasisi ya NCMC inayoshirika na masuala ya uratibu wa kituo ya biashara ya carbon, ili waweze kutumia fursa hiyo ya biashara carbon kuweza kulipatia taifa letu mapato yanayotokana na biashara hiyo. Mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere umegharimu zaidi ya shilingi trilioni 6.5, ambapo mpaka sasa serikali imeshalipa zaidi ya 99.5%. Serikali katika mkoa huo imewataka wananchi kujenga utamaduni wa kupanda miti na kuitunza ili iweze kukua, ikiwa ni katika kutekeleza mkakati wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo katika zoezi la upandaji miti lililofanyika kwenye eneo la kituo cha mabasi cha Magufuli wilayani Ubungo, mkuu wa wilaya hiyo Lazaro Twange amesema ili kutimiza malengo ya upandaji miti ni muhimu miti iliyopandwa iweze kutunzwa. Aidha, katika zoezi hilo ambalo ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya upandaji miti,
Twange amewataka wananchi kuongeza kasi ya upandaji miti na kuepuka kukata miti hovyo, kwani ajenda ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhamasisha matumizi ya nishati safi na kuepuka ukataji miti ili kutunza mazingira. Watu wa mazingira na wadau wengine tumepanda miti kweli, tunaomba miti itunzwe ili tuikute ikiendelea, ili malengo mahususi ya shughuli ya leo yaweze kutimia. Itakuwa ni habari ya kusikitisha tukikutana mwaka kesho, panapo uhai na majaliwa, kwenye siku ya upandaji miti duniani, tutakuwa tunapanda miti mipya, lakini miti ya mwaka jana yote imekufa. Ama sio jamani eh? Tuitunze miti hii. Lakini zoezi la upandaji miti jamani ni zoezi endelevu. Tutaendelea kupanda miti. Nilikuwa naongea na Sadi hapa, ananiambia alikuwa kwenye wilaya fulani alikuwa anapanda miti milioni 8 kwa mwaka. Sasa na sisi tujipange jamani, tufikie angalau nusu au robo ya milioni 8. Kwa upande wake, mhifadhi mkuu wa misitu kutoka Wakala wa Misitu Tanzania Kanda Mashariki, Shabani Kula, alipomwakilisha kamishna wa hifadhi ya misitu, amewataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla kuimarisha zoezi la upandaji miti, kwani wakala hao huotesha na kutoa miti bure, lengo likiwa ni kutunza mazingira na kuepuka athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tumekuja kupanda miche ya miti hapa kwa ajili ya vivuli, kwa sababu eneo hili ni eneo ambalo lina watu wengi, linahitaji kivuli ambacho wakati wa jua kali watu wanaweza kukaa na kujificha. Sasa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania kupitia Profesa Dos Santos Layo anatoa wito kwa Watanzania waweze kushiriki kikamilifu katika kipindi hiki cha msimu wa mvua kupanda miti, kwa sababu Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania unasimamia hii rasilimali kwa niaba ya Watanzania. Nao baadhi ya wadau wa mazingira walioshiriki maadhimisho ya upandaji miti, akiwemo Hassan Mwasha, diwani katika kata ya Msigani, na Mohamed Bwile, makamu mwenyekiti wa chama cha wasafisha mito na watunza mazingira katika mkoa wa Dar es Salaam, wamesisitiza umuhimu wa kile mwananchi kuwa na utamaduni wa kupanda miti. Lakini kwa pamoja na hilo, sisi kama chama tunahimizwa tuwe tunafanya haya majukumu ya usafishaji wa mazingira kila nyakati, na tunaita taasisi zozote zile ambazo zinahusiana na mazingira ziwe zinatufikia kwa wakati, ili tuwe tunafanya hamasa kwenye jamii ambayo tunaizunguka, ili tuwe tunashirikiana nayo katika hali ya kikamilifu. Kipindi ambacho kinapaswa kupandwa miti, basi wapande miti kipindi chote cha kunyeshea, hata kusubiri mvua pia. Kwa leo liliofanyika hivi, basi na mimi nalichukua moja kwa moja na kwenda kuhamasisha wananchi wa kata yangu, mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, ili tuhakikishe kila nyumba inakuwa na mti, na kila sehemu ambayo inapaswa kuwa na msongamano wa watu, vijio vya bajaji, vya bodaboda, vyote vipate kupanda miti kwa ajili ya kivuli na kwa ajili ya kuhifadhi mazingira kwa ujumla. Maadhimisho ya kitaifa siku ya upandaji miti hufanyika kila ifikapo Aprili mosi ya kila mwaka, ambapo katika jiji la Dar es Salaam kimkoa yamefanyika hii leo Aprili 5. Mtazamaji, panda miti hiyo, na niendelee kukukumbusha pia wakati unaendelea kupanda miti, basi usiache kuendelea kuchangia ujenzi wa kituo cha Mtoni ambacho kinajengwa kwa hivi sasa katika eneo la Bagamoyo, pale sehemu panaitwa Kitopende, lakini mradi wenyewe unaitwa kituo cha udiakonia cha Kiluteri cha Bagamoyo, ambapo ujenzi wake unatarajia kuanza hivi karibuni, na unaweza ukachangia kuweza kutuma sadaka yako na kuchangia ujenzi huo kwa nambari ambazo zinaonekana kwenye runinga yako pia. Na wewe ambaye unahitaji mawasiliano, basi kuna nambari ambazo zinaonekana kwenye runinga, unaweza ukachangia pia ujenzi wa kituo hicho. Basi nikukumbushe, tunaendelea na habari yetu, na unaweza ukaendelea kutufuatilia kwenye kurasa za mitandao ya kijamii kote huko kama Upendo Media, na mimi huko kama Francisco Nongolo. Tuangazie Dar es Salaam. Kufuatia uwepo wa ugonjwa wa Mpox nchini ambao umethibitishwa kwa baadhi ya watu, jamii imeshauriwa kuchukua tahadhari za ugonjwa huo kwa kuwahi kufika katika vituo vya afya pale wanapoona dalili ambazo sio za kawaida, ikiwa ni pamoja na kuumwa tumbo sana. Tahadhari hiyo imetolewa na mratibu wa afya manispaa ya Kinondoni, Daktari Omari Mwanganza, wakati akizungumza na Upendo Media kuhusu ugonjwa huo, ambapo amebainisha kuwa endapo watawahi katika vituo vya afya, ugonjwa huo unatibika kabisa.
Akieleza dalili za ugonjwa huo, Daktari Omari amesema ni kupata homa kali, kichwa kuuma, misuli kuuma, kutapika, tumbo kuuma pamoja na kutokwa na upele, na kwamba mtu yoyote atakayebainika na dalili hizi apige simu kwa nambari 199. Ugonjwa huo hugundulika siku 2 mpaka wiki 4 na ulianza mwaka 1958 mjini Copenhagen, Denmark, na mwaka 1970 uliingia kule DRC Congo. Na sasa tuelekee mkoani Ruvuma. Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF limempitisha aliyekuwa mwenyekiti wa jukwaa hilo Deodatus Balile na aliyekuwa makamu mwenyekiti Bakari Machumu kuendelea kushika nyadhifa zao baada ya kupita bila kupingwa kutokana na kutokuwepo kwa wagombea wengine kwenye nafasi hizo. Balile na Machumu wamepitishwa kuendelea na nyadhifa hizo katika mkutano mkuu maalum wa jukwaa la Wahariri Tanzania ambapo umefanyika katika mji wa Songea katika mkoa wa Ruvuma. Mwenyekiti wa uchaguzi huo Frank Sanga amesema katiba na kanuni za uchaguzi za TEF zinatoa mamlaka ya kuwatangaza kuwa washindi wagombea ambao hawakuwa na washindani kwenye nafasi zao na hawakuwekewa pingamizi katika kuwania nafasi hizo. Uchaguzi huo pia umewachagua wajumbe 7 kwa wajumbe wa kamati ya utendaji ya jukwaa hilo. Wajumbe hao 7 walioshinda nafasi hizo ni Bakari Kimwaga, Salim Saidi Salim, Joseph Kulangwa, Stella Aaron, Karen Tausi Mboe na Ana Mwasioke pamoja na Jane Mihanji. Viongozi hao wataiongoza TEF kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Aya, ongereni sana nyote ambao mmeshinda huko TEF. Jukwaa la Wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile mwenyekiti, lakini Bakari Machumu kama makamu mwenyekiti wake. Asante. Basi tuangazie taarifa nyingine. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine na hivi sasa basi tutupie jicho katika mkoa wa Katavi. Wananchi wa jimbo la Nsimbo katika mkoa huo wamemtaka mbunge wa jimbo hilo kuendelea kutekeleza ahadi alizotoa kipindi anaomba kura, ikiwemo kutatua kero ya maji na umeme katika vijiji vyao. Wananchi hao wameeleza kauli hiyo mara baada ya mbunge wa jimbo la Nsimbo katika mkoa wa Katavi Anna Lupembe kufanya ziara yake ya siku 3 katika jimbo hilo iliyolenga kuweka jiwe la msingi katika miradi mbalimbali ya elimu msingi na sekondari pamoja na kusikiliza kero za wananchi na kuzipatia ufumbuzi. Tupiganie kisima hiki kimoja sawa. Barabara bwana, tutatembea hata kwa mguu. Haya, bila cha msingi manzi. Alafu pili namalizia mheshimiwa. Jamani, nimeruhusu mimi endelee. Wewe nimeruhusiwa na huyu nani nikakaza? Umesikia mheshimiwa? Mbunge, mimi umesikia sisi ndio tunasema kwako. Wala kijinadi kwa lipi? Mimi kwa sababu gani? Pili, site ile pale pia. Geza Ulole huko visima vitatu, wema. Kule kama mlivyofanya hapa Sega site. Hapa nimeweka maji. Watupendezi sana maji kwa unatoka leo mjini. Haya, niwe na kunywa haya. Haya huku. Umeme unazunguka vibaya sana. Ni barabara kubwa ambayo inapita magari mabasi ya kwenda Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam kuja Mpanda, lakini sisi tuko kwenye giza. Nguzo hatuna. Mama, tunakuomba nguzo tupe na sisi barabarani ambapo magari yanapita. Kero yangu mimi kwa kweli, mheshimiwa mbunge, ni kuhusu walimu. Walimu shule zimejengwa lakini walimu hazina kabisa. Yaani kuna changamoto ambazo tunapambana nazo wazazi. Michango midogo shuleni zinatusumbua sana. Hususan yaani walimu hawapo. Serikali haijaajiri walimu. Unakuta shule moja ya sekondari ina walimu wa kujitolea karibia 20. Sasa wale walimu wa kujitolea si wanalipwa na wazazi. Aidha, Lupembe ametembelea na kuweka jiwe la msingi katika shule ya msingi Usense na nyumba ya walimu katika shule ya sekondari Anna Lupembe na kuahidi kufanya mambo mbalimbali ambayo awali yalikuwa hayafanyiki ikiwemo kuendeleza ujenzi wa miundombinu. Nimeanza kuanza kuchimba visima kupitia gari letu. Lile gari limetoka limeenda katika eneo vitongoji vingine. Likirudi tutalielekeza lije huku lichimbe kisima kile kimoja kwanza, litaenda sehemu nyingine, litarudi. Kwa nini gari la mkoa linatembea mkoa mzima? Ndio maana nimesema maji haya tutapata kwa sababu
Mheshimiwa Rais ametuletea maji kwa ajili ya uchimbaji visima katika maeneo yetu. Mtazamaji, ni kutoka huko mkoani Katavi. Na sasa basi tumehitimisha habari za kitaifa na tupate mapumziko mafupi. Tukirejea hapa nitarejea kukusomea habari kutoka mataifa mbalimbali, na usiondoke, endelea kutazama habari kutoka hapa Upendo TV weekend hii leo. Jina langu ni Francisco Nongolo, usiondoke.